Kipindi kifuatacho kimegharamiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Ninafurahi sana hapa juu. Sasa wajua Ayubu alipitia hali ngumu. Alipitia hali hiyo. Ila marafiki zake hawakumsaidia. Yaani walimlaumu tu na kumtafutia makosa ya aina zote na haikuwa hali nzuri. Katika mstari wa 10 Biblia inasema kisha Bwana akageuza uteka wa Ayubu hapo alipowaombea rafiki zake. Bwana naye akampa Ayubu mara 2 kuliko hayo aliyokuwa nayo kwanza, alipowaombea rafiki zake. Sasa leo hii ni lazima niwaambie kwa ukweli kwamba ninaweza kuhubiri ujumbe wenye furaha siku nzima na kila mtu awe mchangamfu akitoka hapa, lakini hii haitakusaidia sana maishani ikiwa utaendelea kukasirikia watu. Ahadi za Mungu huja na masharti. Imani haifanyi kazi ikiwa hatutatembea kwa upendo. Wagalatia 5 inasema imani hufanya kazi kwa upendo, na upendo hutoa, na upendo husamehe. Wakristo wengi wana hasira. Huna muda wa kutosha uliosalia maishani mwako wa kupoteza hata siku moja ukimkasirikia mtu ambaye anafurahia wakati wake bila kujali kama umemkasirikia. Amen. Ndiyo, hawakunitendea haki. Sawa, gani ndiyo la heri zaidi? Je, ni heri wakulipe kwa sababu ya hali hiyo, au ni heri ulipwe na Mungu? Jameni, ninawauliza swali. Je, unataka kuishi maisha yako yote ukijaribu kumlazimisha aliyekuumiza kukulipa? Au ni heri kumwachia Mungu, kumwombea na kumwomba Mungu akulipizie? Mungu anasema nitakulipizia, mimi ndiye mwenye kisasi. Mbona usiamini kuwa mtu aliyeumia huumiza watu wengine? Na inawezekana sana kwamba aliyekuumiza alifanya hivyo kutokana na uchungu fulani katika maisha yake mwenyewe au hali fulani ya kukosa ujuzi. Inakusaidia vipi kumchukia mtu ambaye tayari ana matatizo yake mwenyewe na Mungu? Ndio maana Mungu anatuomba kama wanawe, ombea adui zako, ombea watu walio namna hiyo. Uwajali watu hao vya kutosha kiasi cha kwamba utatamani kuwaona mbinguni. Usiwe tu namsaidia shetani kuangamiza kwa kuwachukia. Matumaini huleta mabadiliko. Ikiwa unataka mtu fulani katika maisha yako abadilike, usiende tu kula chakula cha mchana na rafiki yako na kumwambia sidhani Charlie atawahi kubadilika. Hii ndiyo sura ya mama iliyo bora zaidi. Wajua, kuna jinsi mama anavyokutazama na unajua tu, yani hiyo sura. Hivyo sasa nakupa sura hiyo leo. Usiwakasirikie watu tena. Mungu ana baraka yenye sehemu 2 kwako na nataka uipokee. Amen. Matumaini huleta mabadiliko maishani mwetu. Hebu kwa haraka tu nikupe mambo machache, njia 10 ambazo haziwezi kuleta mabadiliko. Na ikiwa unataka kupoteza muda wako, unaweza kuzitumia. Nafikiri ni vyema nikwambie tu, wasiwasi na dukuduku kwa hakika hayo hayatabadilisha chochote. Mapambano na kukata tamaa hayabadilishi chochote. Kujaribu kubadilisha mambo wewe binafsi bila kumhusisha Mungu hakutafanya kazi. Wanyenyekevu pekee ndio wanaosaidika. Tulijifunza hayo jana jioni. Mawazo mazuri. Najua nitakachofanya. Sarai. Sawa, sipati mtoto. Nitatoa mjakazi wangu kwa mume wangu
na atalala naye, kisha huyo atakuwa mtoto wangu. Umewapata Ishmaeli wangapi wakati unamsubiri Isaka? Alichoka kungoja, akawa na wazo nzuri. Kwa hivyo kwa kweli akazaliwa mtoto, akamwita Ishmaeli, yani mtu wa vita. Na kwa kusema kweli, hivyo ndivyo ilivyotokea. Wewe endelea tu mpate Ishmaeli ikiwa ndivyo unavyotaka, nawe utatumia miaka mingi ukibadilisha nepi zake. Jamani, wengine wenu wananielewa vizuri sana. Wanajiambia, sawa, ndiyo, nina Ishmaeli sasa hivi. Hii hapa ni njia nyingine ambayo haiwezi kuleta mabadiliko, kuchukia maisha ulionayo sasa. Nachukia tu maisha yangu, ninataka maisha tofauti. Kubali maisha ulionayo na uone jinsi unavyoweza kuyaboresha. Jamani, ndiyo, sijipendi tu, sipendi kuwa mimi. Sawa, huna budi kuwa wewe kwa sababu kila mtu mwingine ameshakuwa yeye. Huwezi kuwa mimi, nimeshakuwa mimi. Jamani, kuna watu hapa leo ambao hawajipendi. Unasema sipendi kuwa mimi. Sawa, lakini wewe ni wewe. Lakini sijipendi. Sasa mnajua nini? Utakuwa na maisha yenye huzuni sana. Unajua ni kwa sababu gani? Kwa sababu kila uendapo utakuwa pale. Yaani huwezi kujiepuka hata kwa sekunde moja. Utaenda bafuni na wewe, utalala na wewe, utakula na wewe, utaendesha gari na wewe. Lakini sijipendi. Sawa. Kubali tu, hivyo ndivyo ilivyo. Amen. Hii hapa ni njia nzuri ya kupoteza wakati, kutofurahia mahali ulipo ukiwa njiani kuelekea unakokwenda. Kuwa mbinafsi na kutofanya chochote kwa ajili ya mtu yeyote mwingine, hiyo itakufurahisha sana. Nitachukua dakika chache hapa na nitazungumzia kuhusu umuhimu wa kuwa mkarimu na kuwa mtu wa kutoa. Kwa sababu ikiwa unataka kupata chochote maishani mwako, unahitaji kupata sehemu yake. Hiyo ni sheria inayofanya kazi katika ufalme wa Mungu. Nina mbegu kadhaa hapa juu. Kwa hivyo hebu kwa mfano tuseme nimeona pakiti hii na kupendezwa na ningependa kuwa na nyanya kama hizi. Hizo ni nzuri. Sasa kuna njia moja tu ya kuzipata. Nitatoa sehemu ya mbegu zangu na kuzipanda. Amen. Nitachukua muda mfupi kuwapa hadithi fulani kwa sababu kinachofanyika sasa katika jamii ni kwamba hali ya kutoa miongoni mwa waumini inapungua. Inapungua tu. Na sitaki kufikiwa kiwango cha kushindwa kutoa usaidizi anaohitaji mtu, kwa sababu watu hawaelewi umuhimu wa kuwa mkarimu. Na sababu mojawapo ni kwamba mafunzo yake hayatolewi kwa kina kama ilivyokuwa awali. Kwa hivyo nimeamua kwamba nitatoa mafunzo hapa na pale kuhusu kutoa kama Mungu atakavyoniongoza. Wajua sababu moja inayofanya watu kutofunza kuhusu kutoa ni kwa sababu watu hukasirika unapofanya hivyo. Tazama mhubiri huyu, anataka kupata pesa zetu tu. Tafadhalini. Wajua nina umri wa miaka 71 na nusu. Yaani ikiwa ningetaka tu, yaani jamani. Sifanyi hivi ili nichukue pesa zako. Nina nyumba, nina gari, nina wajukuu 11 na nina kitu cha kujiburudisha. Ninaweza kuketi tu na kuwafurahisha watoto wangu. Si lazima nifanye kazi hii na siifanyi ili nichukue pesa za mtu. Chochote tunachopata tunakitoa tena tukijaribu kuwasaidia watu kote duniani. Sasa nilisikia kuhusu fulani wa fulani, wajua alivyofanya. Ndiyo, mimi si fulani wa fulani. Yaani kuna madaktari ambao ni bandia, lakini hiyo haikuzuii kwenda kwao unapohitaji kufanya hivyo.
Shetani atafurahi sana ikiwa tutaogopa kufundisha kuhusu kutoa, kwa sababu hiyo ni mojawapo ya mambo muhimu sana unayoweza kujifunza. Wapeni wengine wanavyohitaji, nanyi mtapewa, kipimo kilichojaa kikashidiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika. Leteni ghalani mwangu zaka yote, ili nyumbani mwangu kuwe na chakula cha kutosha. Kisha mnaweza kunijaribu, nijaribuni namna hiyo, nanyi mtaona kama sitayafungua madirisha ya mbinguni na kuwatiririshia baraka tele. Amen. Mungu hahitaji pesa zetu. Tunapaswa kutoa kwa wengine. Tunahitaji kuwapa wengine. Kwa nini ni vigumu sana kutoa angalau kiasi kidogo cha pesa? Katika Wafalme wa Kwanza 17 kuna hadithi ambayo napendekeza wende ujisomee mwenyewe. Sitachukua muda kuisoma yote, lakini Eliya alikuwa nabii mkubwa na kulikuwa na ukame nchini humo, na alikuwa anaishi kando ya kijito, na Mungu alikuwa anamlisha kwa nguvu zake. Alipata maji kutoka kwenye kijito hicho, na kunguru alimletea chakula. Na ninapenda inavyosema Biblia, baada ya siku chache kijito kikakauka. Wajua, kijito chako kinapokauka, Mungu anasema huu ni wakati wa kuondoka. Na Mungu akanena na Eliya na kusema, ondoka uende mjini Zarefathi, nimemwamuru mwanamke mmoja mjane akupatie chakula huko. Kwa hivyo akaenda na kumpata mjane huyo, lakini shida iliyokuwepo ni kuwa alikuwa pengine niseme maskini, hana kitu, amevunjika moyo na kutamani kufa. Sasa ngoja kidogo, si kwamba nabuni mambo hayo. Na huyo ndiye Mungu aliyemtuma Eliya kwake. Jameni, Mungu, ni heri kunguru sasa. Ni kwa sababu gani umtume nabii mkubwa nchini? Pengine ndiye nabii mkubwa zaidi aliyewahi kuishi, kwa mtu aliye katika hali hiyo, ambaye alipoombwa kipande cha mkate na Eliya alijibu, nilicho nacho ni konzi ya unga katika chungu na mafuta kidogo katika chupa. Imenitosha kupika chakula, mwanangu na mimi tule kisha tufe. Nimekwambia natamani kufa. Alikuwa ameweka akili yake kwenye kifo, sio kuishi. Na Eliya akamwambia, nenda ukafanye kama ulivyosema, lakini nitengenezee mimi kwanza na kuniletea andazi ndogo. Sasa wajua jinsi hadithi ingesambaa kwenye vyombo vya habari leo hii. Mchungaji wa TV afika mjini na kumuibia mama mjane maskini aliyekata tamaa anayetamani kifo. Amen. Sasa ikiwa Mungu alikuwa anamtunza Eliya kwa nguvu zake, basi Eliya hakuhitaji mjane huyo. Hakuhitaji chakula chake. Mama huyo mjane alihitaji muujiza, na ili apate muujiza huo ni lazima angepanda mbegu. Je, mnanielewa? Huwezi kupata mazao katika maisha yako bila kupanda mbegu. Ikiwa unahitaji matumaini, toa matumaini kwa wengine. Ikiwa unataka mafanikio, changia katika mafanikio ya mtu mwingine. Unachofanikisha kwa mtu mwingine, Mungu anaweza kufanikisha kwako kwa kuzidisha maradufu. Amen. Njia nyingine ambayo haitaleta mabadiliko ni kuhisi kama mwenye hatia na lawama kuhusu makosa yote uliyofanya hapo awali. Sahau mara moja na mara ya mwisho na usonge mbele na Mungu leo. Sio siku nyingine, leo. Kwa kimbilia wengine ukitafuta usaidizi badala ya kumkimbilia Mungu. Njia 7 zinazoleta mabadiliko.
Msiwe na wasiwasi juu ya chochote, ila kwa kila hali mwombeni Mungu katika sala juu ya mahitaji yenu kwa shukrani. Maombi na shukrani kwa yale uliyo nayo tayari. Ikiwa tayari nina mtazamo mbaya na ninalalamika kuhusu vitu ndivyo navyo, kwa nini Mungu anipe zaidi ya kulalamika? Kwa hivyo tunahitaji kuwa na msingi wa shukrani maishani mwetu. Huo ni ukweli hata bila kusemwa. Kuwa na shukrani katika kila hali, hayo ndiyo anayotaka Mungu kwenu katika kuungana kwenu na Kristo Yesu. Mshukuru Mungu kwa kila jambo. Hiyo ndio sababu kitabu changu cha ibada kwa mwaka ujao ni siku 365 za shukrani. Tunahitaji kufanya mazoezi hadi tuelewe. Amen. Je, wewe unatoa shukrani kwa kiasi gani? Ningependa kuwa mtu mwenye shukrani zaidi duniani. Amen. Na ninayo njia ya kufuata. Biblia inasema kuwa na shukrani na useme kwa mdomo. Haitoshi kuwa na shukrani tu, tunahitaji kusema tuna shukrani. Tunahitaji kuwathamini watu. Tunahitaji kumwambia Mungu na watu wengine jinsi tulivyo na shukrani kwa yale ameyatenda maishani mwetu. Maombi yana nguvu sana. Fanya mwaka huu kuwa mwaka ambao utaomba zaidi kuliko hapo awali. Na sisemi kuwa utapiga magoti huku umejificha mahali. Ninazungumzia kuomba katika hatua zote za siku. Nilimwomba Mungu anisaidie kufanya hivyo mara nyingi nilipoamka asubuhi ya leo, lakini hata kabla ya kutoka nikasema, Bwana nisaidie, huyu ni wewe, itakubidi ufanye. Na ninapanga kumshukuru nitakapomaliza. Kisha nitaingia kwenye ndege na nitaomba Mungu anipe safari njema kuelekea nyumbani. Kisha nitaenda hotelini na nitamwomba Mungu akibariki chakula. Amen. Omba katika hatua zote za siku yako. Mathayo 7 mstari wa 7 na 8. Kuwa na matumaini. Ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtapata. Bisheni mlango nanyi mtafunguliwa. Maana yeyote aombaye hupewa, atafutaye hupata, na abishaye mlango hufunguliwa. Yaani endelea katika maombi. Wajua wakati mwingine mimi humwambia Mungu, sisemi mambo yasiyofaa, lakini nakwambia tu, hii iko katika neno lako. Na sitanyamaza. Hadi itimie maishani mwangu au maishani mwa yule ninayemwombea. Na huko si kukosa maana. Biblia inatufundisha kuwa watu wa kuendelea kushikilia mambo, sio na mtazamo wa una deni langu, lakini kumbusha Mungu kuhusu neno lake. Biblia inasema omba kwa neno ukimkumbusha Mungu ahadi zake. Mungu, hivi ndivyo ulivyosema, na ninatarajia kuona hili likitendeka maishani mwangu au maishani mwa yule ninayemwombea. Jamani, kuwa na matumaini. Wafanyie watu wengine mambo mazuri unapoamini kuhusu mambo yako mwenyewe. Omba na useme, subiri mabadiliko unayohitaji kwa matarajio na matumaini. Kuwa na ungamo thabiti unaposubiri. Nambari ya 4, subiri kwa uvumilivu na mtazamo mzuri. Kuwa baraka kwa wengine unaposubiri. Tekeleza wajibu wako, lakini umwachie Mungu mengine yote. Na nambari ya 7, usikubali kusumbuliwa na kile unachoona. Warumi 8:24 na 25. Si leo tunaona raha kweli? Hapa ndipo pahali pa furaha. Maana kwa matumaini hayo sisi tumekombolewa. Lakini tumaini halina maana ikiwa tunakiona kile tunachotumainia. Maana ni nani anayetumaini kile ambacho tayari anakiona? Lakini tunatumainia kile ambacho bado hatujakiona, kisha tunakingojea kwa uvumilivu na utulivu. Jamani, tutasoma tena. Matumaini huwepo wakati ambapo hatuoni chochote.
Kwa hivyo usikose tumaini kwa sababu huoni chochote kikifanyika. Huo haswa ndio wakati unapohitaji matumaini. Tuwe na tumaini hadi tutakapopata udhihirisho, maana kwa matumaini hayo sisi tumekombolewa. Lakini tumaini halina maana ikiwa tunakiona kile tunachotumainia. Maana ni nani anayetumaini kile ambacho tayari anakiona? Lakini tunatumainia kile ambacho bado hatujakiona, kisha tunakigojea kwa uvumilivu na utulivu. Ninakuwa mfungo wa matumaini. Na wewe je? Kisha mwisho kabisa, Waebrania 11 mstari wa kwanza. Kuwa na imani ni kuwa na hakika ya mambo tunayoyatumainia, kusadiki kabisa mambo tusiyoyaona. Ndiyo hati miliki na malipo ya kwanza ya mambo mazuri yatakayotendeka baadaye. Kuwa mfungo wa matumaini. Mithali 13:12 inasema, tumaini la kungoja huumiza moyo. Tulianza Alhamisi jioni na neno la Mungu lenye nguvu sana kwamba angewakomboa watu wikendi hii kutokana na mafadhaiko na mambo yanayohusiana na hali hiyo ambayo ni chochote kinachomhuzunisha mtu, kwa sababu Yesu alisema, simameni na kuinua vichwa vyenu juu, kwa maana ukombozi wenu umekaribia. Yesu ni utukufu wetu na ndiye anayetupa ushindi. Mambo haya yote, kuwa dhaifu, kufadhaika, kukata tamaa, kuchoka, yote huletwa na Shetani, na hivyo sivyo Mungu anavyotaka tuishi. Huo sio mwisho wa safari ambayo Yesu alitupatia kwa damu yake. Tumaini la kungoja. Kutokuwa na tumaini ndiko kunakosababisha mambo haya yote katika maisha yetu. Huumiza moyo. Moyo huumia. Kwa hivyo ninatangaza leo kwamba ikiwa utakuwa mfungwa wa matumaini, ikiwa utatarajia kitu kizuri kitokee kwako kila siku, siwezi kukuhakikishia siku ya baraka yako, lakini ninaweza kukuhakikishia kuwa utakuwa na furaha zaidi kila siku unapongoja kuliko jinsi ungevyokuwa ikiwa ungengoja kwa uoga, wasiwasi na kukata tamaa na kazi za kimwili na tabu za aina zote na kuchukia maisha yako. Ninatarajia Mungu afanye mambo makuu. Ninatarajia Mungu afanye mambo makuu. Wajua, mimi huchoka napofanya makongamano haya. Mimi huamka kama nimechoka, hata wakati asubuhi ya Jumamosi inapofika, na wajua, nina imani kwa Mungu kila mara kuwa atanituza kwa namna fulani kwa kazi yangu nayofanya kwa bidii. Kwa hivyo ni kama nina udadisi wa kutaka kujua atakachofanya Mungu. Ninatarajia Mungu afanye jambo. Jamani, wakati umefika wa kwanza kuwa na raha pamoja na Mungu. Wakati umefika wa kuwa mwana wa Mungu na kumruhusu akutunze. Wakati umefika kuachana na mtazamo wako wa kidini na kusema, Mungu, wewe ndiwe rafiki yangu wa dhati milele. Wewe ni rafiki yangu wa dhati milele. Amen. Na ninaamini kuwa kitu kizuri kitatendeka kwangu na kupitia kwangu leo na kila siku. Amen. Gharama za kipindi hiki zimelipwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.